Katika safari yetu leo ya baraka, tunaweza kutembelea watoto yatima kilichopo Kisongo Kanaani. Tulifika getini. Baada ya kufika getini, tulipata nafasi ya kusaini kitabu cha wageni. Baada ya kusaini kitabu cha wageni, tuliruhusiwa kuingia. Kama unavyoona hapo, ni kwenye kituo cha Kanaani. Hiki kituo kipo Kisongo, Arusha. Kipo maeneo kabisa ya barabara Likamba. Ukiwa unapanda, ukishafika kwa Jodevi, unakatiza, kituo kinaonekana. Tuliweza kufika hapa, tulipokelewa vizuri, tulikutana na wafanyakazi wenye roho nzuri, wanaojua kuwapokea wageni. Tulitupa kitabu cha kusaini. Kama unavyoona, huyo hapo ni Jovin akiwa na saini kitabu cha wageni. Baada ya kusaini hapo, tuliweza kuondoka. Basi safari yetu ikawa imekamilika ya kuingia kwenye kituo cha watoto yatima. Kama unavyoona hapo hivi tumesaini, na aliruhusiwa tu mtu mmoja kusaini, lakini alisaini kwa niaba ya watu wengine. Tulikuwa mimi, Adam Wilfred Kaya, tulikuwa Jovin Wilfred Kaya, tulikuwa na Ana Anie. Wote tulishiriki kwenye safari ya baraka ya kwenda kuwatembelea watoto yatima. Tuweza kufika, na kila mtu baada ya kufika alijisikia furaha sana. Kama unavyoona hapo, tumekamilisha kusaini, na baada ya kukamilisha kusaini, sasa tunaondoka. Sasa tuende moja kwa moja sehemu ambazo tunaenda kukutana na watoto. Kama unavyoona hapo, bado safari yetu ilikuwa ya kuingia ilikuwa haijakamilika, lakini tuliweza basi kufika na kwenda kuona watoto. Kama unavyoona hapo, tunaelekea kwenda kuwaona sasa watoto. Tuliweza kufika na tulipokelewa vizuri, tulifurahi, tulishiriki pamoja. Na safari hii tuliandaa na tuliomba Mungu, ni muda mrefu sana tuliwaza kwamba tutaenda kuwatembelea watoto, lakini siku ya leo tunamshukuru Mungu kwa sababu tumefanikiwa kwenda kuwatembelea watoto yatima. Kama unavyoona kabisa hapo, tunawatembelea watoto, na tulienda tuwakuta watoto wako kwenye shughuli mbalimbali, lakini kama unavyoona hapo, ndo tunaingia kwenye kituo kabisa cha Kanaani ambacho kinalea watoto wakubwa, wadogo, ambao hawana familia zao kabisa, lakini pia kinalea wale watoto ambao hawajiwezi au familia zao ziko kwenye mazingira magumu. Kwa tumefika hapo kabisa rasmi katika safari yetu nzuri ya baraka. Unayemwona hapo mbele ni Jovin Wilfred Kaya, ambaye ni kijana ambaye alipata changamoto, lakini pia ameona kwa kile kidogo ambacho amekipata, ambacho Watanzania waliweza kumpa, basi ashiriki basi kula na watoto yatima. Kama unavyoona hapo, tumepokelewa na watoto, tumepokelewa na walimu wao. Unaona hapo, huyu hapo ni Jovin, huyu hapo ni Adamu, huyu hapo ni Ana Ania, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Wote tuliweza kufika na tukaonana na watoto. Kwa kweli ilikuwa ni safari ya baraka sana kuonana na watoto. Tulikutana na walimu wao, japo tulikuta watoto ni wachache. Wengine wameenda likizo kwenda kuona sehemu ambako ni makazi ya ndugu zao, au ni makazi ambayo ni ya kwao, ya urithi wao. Kama ilivyo desturi ya kiserikali kwamba lazima watoto kwenye wakati wa likizo waende wakatembelee ndugu zao, ambao ni wale ndugu wa karibu. Wale ambao wana wazazi, basi unakuta anaenda kumtembelea mzazi, aidha ni mmoja, au labda unakuta ni wana mazingira magumu, lakini wanaenda kuwatembelea watoto. Kama unavyoona, hicho ni kitu chochote kidogo ambacho Jovin amekitoa kwenye sehemu ya kile ambacho amekipata kwa Watanzania. Kama unavyokumbuka, Jovin alipata changamoto kipindi cha nyuma, alikamatwa na kupewa kesi ya uhaini. Na kama unavyokumbuka kwamba kwenye mitandao ili trend kabisa kwamba Jovin
alikiwa na baraka kule mitandaoni, waliweza kushirikiana kwa upendo, walikuwa wanabebana kupelekana mahakamani. Huyu ndio yule Jevin aliyekuwa anambeba Baraka mgongoni kila siku wakiwa wanaenda mahakamani. Sasa baada ya kutoka siku ya tarehe 23 ambayo ni siku ambayo Mungu aliwapa kibali, siku ya tarehe 23 walishindwa kutoka, lakini siku ya tarehe 24 wakatoka. Basi walipofanikiwa kutoka, kuna kile kiasi ambacho Watanzania walimchangia mkampa kama zawadi ya ule upendo alioonyesha kule. Basi naye ameona kwamba asile mwenyewe na asishiriki mwenyewe kwenye kile ambacho mlimpa. Basi ameona kwa sehemu kidogo basi ashiriki na watoto yatima. Kwa hiyo ameweza kufika, tumemsindikiza na tumekuwa baraka kwa wale watoto. Wamepata kidogo tulichowapelekea, lakini tumekutana na walimu wao ambao wanawalea vizuri. Tumekutana na watoto wadogo ambao ni yatima kabisa. Baada ya kuonana na watoto, tumecheza nao, tumekuwa na wakati wa furaha, kwa na wakati ambao ulikuwa wa baraka sana. Safari yetu kwa kweli ilikuwa ni safari ya baraka, na tumemuona Mungu kwa viwango vikubwa. Tumeona kama watoto wamefurahi, tuona wamefurahi, tumecheza nao na wametushukuru sana. Lakini pia baada ya kufika haikutosha. Watoto walitamani sana tucheze nao mpira. Baada ya kupokelewa na kupiga story na kuulizana habari, basi tuliweza kutoka na kuelekea uwanjani kwenda kucheza na watoto mpira. Kama unavyoona, hao ni watoto walikuwa na furaha, walikuwa wanatamani tuende tukacheze nao. Basi tuliweza kutoka nao na tulikuwa na wakati ambao tulienda kucheza nao mpira. Kama unavyoona hapo, tuko uwanjani tunapanga timu. Tulikuwa na timu ambayo ilikuwa inaongozwa na Jovin na timu nyingine ilikuwa inaongozwa na Adam. Timu ya Jovin ilikuwa inashirikiana na Anania, walikuwa wanacheza na watoto. Lakini timu yangu ilikuwa inashirikiana na watoto tu. Asante. Kwa hiyo tuliweza kucheza mpira. Baada ya kucheza mpira tulipata mapumziko. Baada ya kupata mapumziko, basi tuliweza kuwaaga, na baada ya kuwaaga walifurahi sana na walituomba sana tuwatembelee tena wakati mwingine. Walituomba sana kwamba jamani, hata mkiwa hamna chochote, basi watoto wanapenda furaha, kwa mnaweza kuja kucheza nao. Wakawa na wakati wa furaha, wakajihisi furaha na wakajihisi kwamba wanapenda. Kwa kama unavyoona, hiyo ni safari yetu iliyokaribia kukamilika ambayo tulipanga, lakini pia Mungu amekuwa pamoja na sisi. Tumekuwa na watoto, tumeshirikiana nao. Unavyoona hapo hivi, hao ni walimu wao, hao ni baadhi ya watoto ambao wao hawakuweza kwenda likizo. Ni watoto wachache ambao tuliwapata kwenye kituo. Hao ni wachache ambao hawakwenda likizo kwao, lakini kuna wengi ambao tuliambiwa kwamba wako njiani wanakuja, na walitamani sana tungewasubiri au tungeshiriki nao. Lakini tuliona kwa wale wachache ambao tumefurahi nao, basi itoshe, alafu kwa siku nyingine tukawatembelee. Asante sana. Mnavyomwona yule pale ni Anania. Amekuwa baraka sana. Amekutana na madam ambaye wamefahamiana, madam wa Lubumbashi, ambako pia Anania amefika kwa ajili ya huduma yake ya kumtumikia Mungu. Wamepiga story, wamefurahi, na amewaahidi kwamba watakuja tena kujifanya tour kwenye kituo chao, lakini pia kufanya talent nzuri ambao pia na watoto watafurahi. Asante sana. Kama unavyoona hapo ni Anania akiwa anawaaga walimu au walezi wa watoto. Huyo hapo ni Jovin akiwa anawaaga walezi wa watoto, na huyo hapo ni Adam akiwa anawaaga walezi wa watoto. Wamefurahi sana na hawakutaka sana tuondoke, lakini pia kwa sababu tulikuwa na ratiba zingine tuliweza kuondoka. Kama unavyoona, hiyo ndo safari yetu ambayo tulipanga. Wamefurahi watoto, wamefurahi walimu wao, walitamani sana tuwe nao kwa wakati mwingine.
kama unavyoona. Safari yetu ilikamilika na kwa asilimia kubwa sana tulimwona Mungu. Hivyo tunamshukuru Mungu. Kwa wakati mwingine ambao Mungu atatupa kibali, basi tutaweza tena kushiriki na wao. Kwa wale ambao walituombea tunawashukuru sana, lakini pia kwa wewe kama una chochote ambacho unaweza ukashiriki pamoja na yatima, unaweza ukajitoa. Hata kama una pesa, unaweza ukajitoa kwa chakula. Hata kama basi una pesa wala una chakula, unaweza ukajitoa kwa ajili ya muda wako, kwa ajili ya kufurahi na watoto. Hawa watoto ni watoto ambao hawana baba, hawana mama, lakini pia wengine hawajui ndugu zao. Sasa ukitoa muda wako kucheza na watoto, basi kwa Mungu inakuwa ni baraka sana. Kama unavyoona watoto wamefurahi sana kuona watu ambao wamewatembelea, lakini pia kuona kwamba nao pia ni sehemu ya maisha au ni sehemu ya kupendwa. Unavyoona watoto nimecheza nao, nimefurahi, walitamani sana